Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Juma, ninarudi sasa kwako. Ipi ni rekodi nzuri ambayo Simba pengine akifanya atakuwa amejiweka katika mazingira mazuri? Tunafahamu rekodi zake nyingi ni kuishia robo finali. Safari hii rekodi nzuri kwake ni ipi? Ni kutoka kwenye hatua ya robo finali kwenda kwenye hatua ya nusu finali, na kama Mwenyezi Mungu atawajalia kwenye hatua za mbele zaidi. Kama hata wakifika hatua ya finali bila kuchukua kombe, binafsi sitawadai kitu, kwa sababu aina mazingira ya timu ambayo walikuwa nayo. Kwa mara ya kwanza Simba wamefanya usajili mkubwa, wamesajili zaidi ya wachezaji 12 mpaka 13. Kwa hiyo mwalimu pia alikuwa mpya, benchi la ufundi lilikuwa jipya. Kwa hiyo kwa watu ambao watakuwa wamefikia nadhani ya finali au nusu finali, mimi binafsi sitakuja kuwadai chochote kitu. Lakini kama wataishia kwenye hatua pia robo finali, bado pia sitakuwa nadai, kwa sababu malengo yao ya msimu huu hayakuwa ni kufika robo finali, si ndio? Kama mnakumbuka wakati Fadlu anaingia kwenye upande wa hatua ya group stage, alisema michuano hii ya kombe la shirikisho kwa msimu huu nitaitumia kama kutengeneza experience kwa baadhi ya wachezaji wangu, akiamini kwamba wachezaji wengi ambao Simba wamewasajili katika upande wa huu msimu hawana hiyo experience kubwa ya kucheza michuano mikubwa kama hii ya kombe la shirikisho, either kwa mwakani kama watafanikiwa kuweza kucheza michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo sitawadai kitu, na pengine mwalimu anatakiwa pia kuweza kupewa pongezi kwa jitihada kubwa ambayo amefanya mpaka sasa, kwa sababu ukiangalia msimu uliopita Simba wamemaliza wakiwa nafasi ya 3. Msimu mpaka sasa tunaona wana advantage kubwa kumaliza ligi wakiwa nafasi ya 2 ama nafasi ya kwanza. Kwa hiyo kuna improvement ambayo ipo mpaka sasa inaonekana. Msimu uliopita walikuwa wameconcede magoli mengi zaidi kwenye eneo la ulinzi, lakini sofa mpaka sasa ni Simba ambayo imeconcede magoli 8 pekee kwenye eneo la ulinzi. Ndio timu ambayo imeconcede magoli machache zaidi kuliko timu nyingine. Wanaofuata Young Africans ambao wameconcede magoli 9. Kwa hiyo sione kama unaweza ukamdai Fadlu kwa msimu huu. Tumpe msimu ujao. Kama atashindwa kufikia hapa ama kupita malengo ambayo tumeaona katika upande wa msimu, tunaweza tukaanza kumdai chochote kitu. Lakini cha kuongezea ambacho Lea amekigusia hapa, kutokuwa na imani kubwa na Chamu, kuna kitu ambacho Fadlu nimemuona kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Dodoma. Kama mnakumbuka, aliingia Yusufu Kagoma na akaenda akacheza kwenye eneo la ulinzi. Inawezekana pengine kwenye hizi mechi mbili, kama sio away basi itakaochezeka hapa home, kuna possibility kubwa pengine tukamwona Yusufu Kagoma acheza hata na Abdulrazak Hamza kwenye eneo la ulinzi. Sawa. Kuna kitu ambacho namuona. Lakini hiyo sio mbaya. Afu kiungo anacheza nani? Kiungo anacheza nani? Ngoma si yupo? Na nani? Debola. Shindwa. Lakini chanzo cha Amani kinasema Ali Salum Katoro atasimama langoni mechi zote mbili. Home and away. Ni jambo zuri. Ni swala la muda. Lakini sasa kuna kitu kimoja ambaye jana alikaa bench. Kuna kitu kimoja, si ndio? Unataka kumaanisha nini sasa? Naambia mechi ya Dodoma na Simba ilikuwa ni tarehe 14. Ndio. Simba mechi yao ya kwanza wanaenda kucheza itakuwa tarehe 1 tarehe 2, si ndio? Ali Salim ana zaidi ya wiki 2 hajacheza mechi yote ya kimashindano. Atacheza na big man. Una mchezaji kama Abdulrazak Hamza ambaye ndo beki tegemezi kwenye upande wa eneo la ulinzi, ana wiki 2 hajacheza mechi yote ya kiushindani. Nadhani kwa kambini, lakini hao walikuwa na train vizuri tu. Mazoezi ya kambi ya timu ya taifa hawezi akawa sawa na mechi ambayo Simba atakaocheza. Wale hawarudi, wanaunga moja kwa moja. Simba anaunga. Kwa hiyo Hussein Abeli ndo anazima. Na Chamu yupo pale. Hussein Abeli na Chamu ndo anazima kwenye mechi ya big man. Wanakutana Misri na timu. Ali Salim anaenda kukutana na timu juu kwa juu na ndo ataenda kuanza golini. Kila laheri. Sawa. Lakini